ambapo maafisa wa mamlaka ya kusimamia utendakazi wa polisi ya IPOA wamefika katika kituo cha polisi cha Central kuchunguza kifo cha mwanablogu Albert Ojwang aliyefariki katika kituo hicho cha polisi. Inspekta Jenerali wa polisi Douglas Kanja anasubiriwa kutoa taarifa kuhusiana na mauaji ya kijana huyo. Francis Ode anaungana nasi mubashara kutoka huko na maelezo zaidi. Naam, Mashirima Kapombe, tuko katika kituo cha polisi cha Central ambako mengi yanaendelea kufanyika hapa. Maafisa wa idara za juu katika idara ya polisi wameweza kufika hapa, akiwemo mkuu wa idara ya polisi ambaye ni Douglas Kanja pamoja na manaibu wake ambao ni pamoja na manaibu wake ambao wako hapa. Wameweza kufika kuweza kuhakikisha kwamba ni kipi ambacho kiliweza kufanyika wakati Albert ambaye ni Ojwang aliweza kufariki, na kuanzia hapa ndipo kuweza kufanya shughuli ambazo zinaendelea hapa. Kufikia sasa maafisa wa polisi wako hapa na wameweza kushika doria upande zote katika kituo hiki cha polisi, na upande wa mlango ambapo eneo hili la kituo cha polisi cha Central, maafisa wa polisi wameweza kuwekwa pale nje na ndani. Hapo awali tuliweza kushuhudia maafisa wa IPOA ambao wameweza kuingia hapa kuweza kuanza uchunguzi wao ili kuweza kubaini ni kipi ambacho kiliweza kufanyika mpaka Albert ambaye ni Ojwang aliweza kufariki katika kituo hiki. Na kufikia sasa bado mkutano unaendelea katika kituo cha polisi baina ya maafisa wa polisi wa eneo hili na Douglas Kanja ambaye wanaweza wanabaini kwa sasa ni kipi ambacho kiliweza kufanyika. Maafisa kadhaa wameweza kusimamishwa kazi, wale ambao walikuwa kazini wakati huo siku ambayo ilikuwa siku ambayo ilikuwa ya wale ambao walikuwa wanafanya kazi eneo hili siku hiyo Albert ambapo aliweza kupoteza maisha yake. Kwa sasa mwili wa Albert uko katika kituo ama maeneo ya City Mortuary ambako wazazi wao waliweza kufika pale na kuweza kuhakikisha kwamba mwili wa mwanao uko katika maeneo yale. Tunangojea eneo hili ili kuweza kusikia kutoka kwa Douglas Kanja na wale ambao wamefika hapa waweze kutuambia ni kipi haswa kiliweza kujiri wakati huo ambapo Albert aliweza kufika hapa kutoka Homa Bay na baadaye akaripotiwa kufariki. Kwako Mashirima. Na bila shaka tutakuwa tunazidi kusubiria maelezo zaidi kuhusiana na taarifa hiyo, lakini tukirejelea taarifa ya kifo cha mwanablogu huyo Albert Ojwang aliyekamatwa mbele ya wazazi wake na maafisa wa DCI kisha kufariki chini ya saa 24 katika kituo cha polisi. Inspekta Jenerali wasimamisha kazi maafisa wa polisi walikuwa kituoni humo siku hiyo, akiwemo OCS wa kituo cha Central ili kuwezesha IPOA kufanya uchunguzi. Polisi wamedai kuwa mshukiwa alijigonga kichwani mara kadhaa kwenye ukuta na kuaga dunia. Ode Francis ana maelezo zaidi. Cha nyumbani kwao na familia yake, maafisa wa upelelezi walifika na kumchukua Albert Ojwang na kisha kumtia pingu mida ya saa 8 mchana. Hata wakawa wanacheka hapo nje kwamba kwani tumekuja na pingu, mtu hawezi kula. Hakula. Wakamchukua wakamweka pingu. Nikauliza kwani amekosea nini? Wao wakasema ya kwamba kuna boss wake, kijana wangu amemtusi vibaya sana katika Twitter, walitamka X. Sasa nikauliza ni boss gani? Wakasema huyo bwana Sogei akaniambia kwamba mzee, usiongee maneno mengi, wewe tufate police station Mawego. Akiwa mikononi mwa maafisa wa polisi, Albert aliwasiliana na rafikie ambaye tumebana jina lake akiwa na wasiwasi. Mwaiko ndani? How is it, maze? Mimi I've never experienced it. Nitakuwa safe hapo ndani. Nini? Will I be safe? Light? Safe. Yeah. Rumande ni safe. Kulingana na taarifa kutoka idara ya polisi, Albert alijigonga kichwa ukutani ndani ya seli, na wakati alipokuwa akipelekwa hospitali ya Mbagathi aliaga dunia. Ambiwa kwamba habari si nzuri, mtoto wako alijigonga kwenye ukuta
na yeye commit suicide. Sijui kama ni kujitia kitanzi ndani ya room. Akajaribu kunielezea kwamba huyu mtoto alikuwa amewekwa kwenye room ya peke yake. Nikajiuliza swali, kwani huyu mtoto anawekwa kwa room ya peke yake? Kwani yeye anaangusha nyumba kwa mabomu? Amefanya nini? Mtoto awekwe kwa room peke yake na kuna wenzake wameshikwa pale. Kwa nini asiwekwe na wenzake? Kwa nini awe peke yake? Albert Ojwang, kijana wa pekee katika familia ya mzee Meshack Ojwang, sasa hayupo tena, ila maswali ya kifo chake yanaendelea kuibuka, huku stakabadhi zikionyesha kuwa alifikishwa katika hifadhi ya maiti ya City mwendo wa saa 8:50 usiku. When you go to the police station, they tell you the body is at Mbagathi Hospital, mortuary. When we know, after following up, that body was brought here at City Mortuary at 2 a.m. last night. Why is there secrecy in what happened to Mr. Ojwang? So from here we want to go back to the station and hope that we will be allowed to see the cell, because we want to understand really why was this gentleman being held in this cell alone, if it is true that he was being held in isolation. Inadaiwa kuwa Kevin Muinde, ambaye kwa sasa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Kamukunji kwa tuhuma za kuchapisha habari za kupotosha, alikamatwa katika kijiji cha Gucha, kaunti ya Kisii, Alhamisi na kupelekwa katika kituo cha polisi cha Kenyanya. Inadaiwa walisimama katika eneo la Narok walipopata chajio, baadaye kufika katika idara ya upelelezi na kuhojiwa katika afisi ya DCI, kisha kufikishwa kituo cha polisi cha Kamukunji. Baada ya kukamatwa kwa Kevin Muinde, inadaiwa kuwa Albert ni miongoni mwa waliokuwa na uwezo wa kuingia katika akaunti ya Kevin ya mtandao ambayo ilichapisha habari kwenye mtandao wa X kuhusu habari potovu. Mtoto wangu ni mtoto mmoja, hakuna msichana, hakuna mvulana hata nyuma yake. Nimeteseka na huyo mtoto huko Pwani nikiwa kwa Kware ya Timbo miaka 20. Ili mtoto akapokea shahada ya degree hapo Pwani University. Nilikuwa napiga moyo konde nikisema ya kwamba hata ikiwa mimi nateseka na mavumbi, mtoto wangu afadhali asome, atakuja kunisaidia katika maisha ya usoni. Miaka yangu imeenda. Sasa kitambo nimfuge mtoto mpaka amalize, nitapata wapi? Kulingana na ripoti na mtiririko wa matukio katika kituo cha polisi, alisajiliwa katika kitabu cha OB saa 3:05 Ijumaa usiku, ila mawasiliano na Albert kutoka kwa marafiki zake yanaashiria taswira tofauti. Si nilivyompata mtoto wangu sivyo nilivyoelezewa na OCPD. Maana ameniambia OCPD ya kwamba mtoto amejigonga kwa kichwa, hakuna jeraha. Jeraha liko kwa pua na kwa mdomo na kwa macho. Yamefura. Macho yake yamefura. Wale waliopiga picha, wale wanaweza kwenda kushuhudia, wameona mwili ulivyo. Ni mtu amepigwa, aidha amesukumwa kuenda kwa ukuta, amepigishwa kwa ukuta, ama mtu amepigwa na kitu, kulingana na jinsi ambavyo ninaona. Wanaharakati sasa wananyoshea kidole cha lawama idara ya polisi kwa mauaji yake Albert Ojwang. We are asking the questions. Tuliambiwa mambo ya extrajudicial killings na disappearances itakuwa mambo ya past. How is it that a father presents his son to the hands of the police yeye mwenyewe, and then within 24 hours the body is lying at City Mortuary? Without a doubt, the police have a case to answer. We feel downplay. We know the work of our government is to protect us. We are the youth of this Kenya. The government needs to empower us, not kill us. Why kill a young man like that who has bright future? All of you have seen the way Albert's father is crying. What do you imagine the people at their place are going? We want to tell the government that the thing that the government are doing to the people, it's not allowed. The government has the right to protect us, not kill us. As youth of this nation, we are so disappointed with the government. That's what I can say. Yes, very disappointed.
extremely disappointed with this government. In fact, if you are told to vote now, we'll vote out this government right now. I'm extremely Central aliniambia nenda wanapelekwa Central, nikwambia it's okay, you just relax. Tutakuja kesho tukuone. Juu initially we were to go and see Kevin Moinde, ako one of our influencers, pia alikuwa ameshikwa about the same story yenye Albert amepass on, so alikuwa ameshikwa. So we were to come today, leo as influencers we were to come tuende Kamkunji. So we talked, Albert akaniambia, he was asking me kama nishawashikwa, how the cell huko na venye huko. I told him the only thing utalaka huko hivyo ni freedom, but you'll be okay. Tomorrow morning tutakuja, then maybe by Monday ukipelekwa kotini we will be there. If ni mambo ya bail tutajua, as influencers tutachanga do. Natumai ningemwona huyo mkubwa hata na mimi angeniua. Kifo cha Albert Ojwang kinaishia hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City, ila uchunguzi wake unaanzia hapa ili kuweza kubaini chanzo cha kifo chake na waliohusika. Ode Francis, runinga ya Citizen, katika chumba cha